msitende sawa sawa na Mungu apendavyo. Unajisikiaje kukutana na mtu ambaye imani zenu zipo pamoja, au mambo yenu yanaenda kwa pamoja, lakini yo mtu sio wako 100%, ni 80% tu? Neno la Mungu linasema msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu na mhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Kila mtu ajiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya wengine. Iwe ni ndani ya hiyo ndani yenu ambayo ilikuwa mpya ndani ya Kristo Yesu. Kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya wengine. Iwe ni ndani ya hiyo ndani yenu ambayo ilikuwa mpya ndani ya Kristo Yesu. Nimekutana na binti moja mwezi wa 10 mwaka 2021 sehemu fulani. Ni binti mwenye tabia ambazo Mungu amempa, yani na mahamisa amemtunuku, kwa maana impole, mwenye hekima, mwenye kusikiliza, mwenye upendo ajabu mno, kiasi kwamba nashindwa kueleza. Maana alishika neno la Mungu ambalo linasema msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu na mhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Kila mtu ajiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya wengine. Iwe ni ndani ya hiyo ndani yenu ambayo ilikuwa mpya ndani ya Kristo Yesu. Wanawake, naombeni mjifunze kwa huyu binti, maana alishika aliku ya Mungu Baba wetu wa mbinguni, ambayo ni upendo. Maana maandiko matakatifu yanasema kutoka katika wimbo ulio bora 8 mstari wa 7, maji mengi hayawezi kuzimisha upendo, wala mito haiwezi kuzamisha. Kama mtu angetoa badala ya upendo mali yote ya nyumbani mwake, angedharauliwa kabisa. Kama Yesu alivyojitoa kwa ajili yetu ili tukombolewe kwenye dhambi, nami nathubutu kusema mamita alijitoa kwenye shida na raha kunisaidia na kushauria mambo mbalimbali. Sijawahi jutia kuhusu mamita mpaka sasa kabisa. Nami naamini wakati upo Mungu atamuinua zaidi na kumpa haja ya moyo wake, maana maandiko yanasema ombeni mtapewa, na naamini Mungu atamsikia kilio chake kabisa, na ipo siku ile ndoto ambayo tulianzisha kwa imani itatimia. Msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu na mhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi
yake. Kila mtu ashangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu ayaangalie mambo ya wengine. Iwe ni nani hiyo ndani yenu ambayo ilikuwa moka ndani ya Kristo Yesu. Yesu. Now I'm trying to sing in a language, yeah. Grace be unto you, and peace from God our Father, and from the Lord Jesus Christ. I thank my God upon every remembrance of you, always in every prayer of mine for you. I'll make you request with joy. Mpenzi, naomba fanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo, maana nalifurahi mno walipokuja ndugu na kuishuhudia kweli yako, kama uwindavyo katika kweli. Sina furaha iliyokuu kuliko hii, kusikia ya kwamba watoto wangu wanakwenda katika kweli. Sijawahi ona maishani mwangu mtu kama Mama Giovanni aka Mamita aka namba 8 pekee Tanzania, kanunda nyingine. Mungu akulinde na kuepushe na kila aina ya balaa au mikosi au matatizo, na mimi kila jambo jema ulilofanya lina matunda, na furahi kusema mwanangu amepata mama sahihi. Powerful mother of Giovanni.